Nchini Tanzania, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini na uchochezi anatarajia kuanza mgomo wa kutokula chakula wiki ijayo kama sehemu ya kushinikiza haki kutendeka juu yake. Lissu ambaye anazuiliwa kwenye gereza la Ukonga amekataa kesi yake kuendeshwa kwa njia ya mtandao. Kesi yake inatarajiwa kuendelea Jumanne ijayo. Wakili Peter Kibatala ni miongoni mwa wanaomtetea Tundu Lissu. Anaanza kususia kula chakula, sio kwa sababu nyingine, anataka haki itendeke. Antipas Tundu Lissu Mughwai kwa siku ambayo ataamua, pengine Jumatatu, pengine kesho, tutatoa taarifa fupi kuhusu siku hasa, lakini taarifa ni hiyo. Atasusa kula chakula, kitakachomtokea yuko tayari hata kula chakula mpaka pale ambapo ataona haki inatendeka. Peter Kibatala miongoni mwa wakili wanaomtetea kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limesema moja ya hospitali yake nchini Sudan Kusini mapema leo imevamiwa na kusababisha vifo vya watu 4. Nchini Gabon, Brice Oligui Nguema aliyeongoza mapinduzi dhidi ya kiongozi wa zamani Ali Bongo mwaka 2023 ameapishwa kuwa rais wa nchi hiyo baada ya kuibuka mshindi kwenye uchaguzi uliofanyika mwezi uliopita na kuibuka na ushindi wa 95%. Rais Nguema ameapishwa mbele ya maelfu ya wananchi katika jiji kuu Libreville na kuhudhuriwa na marais zaidi ya 20 kutoka mataifa ya Afrika. Rais wa Togo Faure Gnassingbe ameapishwa leo kuwa rais kwa mara nyingine baada ya nchi hiyo kufanya mabadiliko ya kikatiba ambayo hata hivyo imepingwa na upinzani inayosema ni njama ya kuendelea kuwa madarakani bila uhalali wowote kwa Rais Gnassingbe. Kampuni ya Meta inayomiliki mitandao ya kijamii ya X pamoja na Facebook imeapa kupambana na serikali ya Nigeria kufuatia faini ya dola milioni 220 ambayo imetozwa na taasisi inayolinda maslahi ya watumizi mitandao kama malipo ya matumizi ya data, ikiapa huenda ikalazimika kufunga mtandao wa Facebook na Instagram. Serikali ya Afrika Kusini imekabidhi kwa familia mabaki ya mwanaharakati wa ubaguzi wa rangi nchini hiyo Benjamin Moloise aliyeuawa miaka 40 iliyopita. Benjamin Moloise alinyongwa na mamlaka za ubaguzi wa rangi mwaka 1985 akiwa na umri wa miaka 30 kwa kosa la kumuua polisi mwenye asili ya Kiafrika, madai ambayo hata hivyo alikanusha. Australia ambapo waziri mkuu Anthony Albanese amechaguliwa tena kupitia chama chake cha Labour kuendelea kuwa madarakani. Mpinzani wake mkubwa Peter Dutton amekubali kushindwa kwenye uchaguzi huo. Baada ya ushindi wake, Albanese amekuwa na kauli hii: wananchi wa Australia wamechagua safari yenye matumaini. Wananchi wa Australia wamechagua kukabiliana na changamoto za dunia kwa namna yetu na kujenga taifa thabiti. Kwa kuangazia changamoto hizo, tutajenga nchi imara. Bila shaka, raia wa Australia wamechagua kuendelea na serikali hii. Ni sauti yake waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese baada ya kukabidhiwa cheti cha ushindi. Waendesha mashtaka nchini Ufaransa wamesema washukiwa 21 kati ya watu 30 waliokamatwa kufuatia msururu wa mashambulizi kwenye magereza nchini humo, wakiwemo vijana wadogo, wameshtakiwa. Mwezi Aprili magereza kadhaa yalishambuliwa, magari kuchomwa moto na milango ya magereza kumiminiwa risasi na watu wasiojulikana.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepuzilia mbali pendekezo la usitishwaji mapigano kwa muda mfupi lililowasilishwa na Rais wa Urusi Vladimir Putin, akisema ni vigumu kuja na mpango kamili kwa siku kidogo. Awali Urusi ilikataa mpango wa usitishwaji wa mapigano kwa siku 30 uliopendekezwa na Kiev pamoja na Washington. Makardinali zaidi ya 100 kutoka makanisa yote ya Katoliki ulimwenguni wameshiriki mkutano wa 9 leo katika mji wa Vatican kuelekea uchaguzi wa Papa wa 267 kuanzia tarehe 7 kuchukua nafasi ya Papa Francis aliyefariki baada ya Pasaka. Leo ni siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari. Huko Goma, jiji la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo linadhibitiwa na waasi wa M23, wanahabari wanatoa wito kwa pande zinazopigana kuwalinda ili wafanye kazi zao bila hofu. Mwandishi wetu Chube Ngorombi anaeleza zaidi. Jijini Goma ambapo baadhi ya waandishi wa habari wanaishi licha kuwa wengine walikimbia makazi yao kwa kuhofia maisha yao baada ya M23 kudhibiti mji huo, wamejulisha mazingira wanayoyapitia. Sisi ambao tunabaki hapa mjini Goma, pashaji habari wa moja wanakuwa wakijivicha na kusema kwamba hawataweza tumika siku kama na hizi kwa sababu wanahofia maisha yao. Kazi hii tumetumika katika hofu kwa sababu hakuna hiyo ambao ni uhuru kwa waandishi wa habari kwa siku hizi. Inaonekana tumekuwa vikwazo kwa watu hao. Hata hivyo, katika mikutano ya M23, kundi hili limewathibitishia waandishi wa habari kuwalinda pamoja na raia wengine, jambo ambalo limepelekea raia wa kawaida pia kueleza hapa. Ninahuzunika sana kwa sababu inaonekana wapasha habari hawatangaze habari kwa uhuru. Radio zilikuwa nyingi hapa Goma zikitangaza, lakini inaonekana zimekuwa ndogo. Tunapenda wapasha habari wawe huru kutangaza habari ya pande zote. Naye mtetezi wa haki za binadamu Mweme Mukanda amejulisha hisia zake. Wapasha habari wanatumika ndani ya kondisio za mbaya, ndani ya hii vita. Wanakuwa na vitisho ngambo ya government na ngambo ingine ya M23. Tungeomba hii siku ya leo ikuwe siku yenye government na M23 tangalia gisi ya kuprotege wa journalist wakuwe huru ili kupasha habari. Haya yanajiri wakati pia wanaharakati wanaotetea haki za binadamu mkoani Kivu Kaskazini wanalalamikia pia ulinzi wao. Tukiendelea na taarifa hizo za kuadhimisha siku ya kimataifa ya vyombo vya habari, wanaharakati wa haki za binadamu nchini Kenya wamelaani kukamatwa kwa utengeneza filamu 4 Nicholas Wambugu Gishuki, Brian Dagala Makaribiu na Chris Omae wanaohusishwa na kutengeneza makala ya uchunguzi yaliyopeperushwa na idhaa ya BBC kuhusu mauaji yaliyotokea wakati wa maandamano ya Gen Z waliovamia bunge Juni mwaka jana. Wanne hao wamekamatwa jana usiku wa kuamkia siku ya kimataifa ya kuadhimisha uhuru wa vyombo vya habari kwa tuhuma za kupeperusha habari potovu. Nalo shirika la wanahabari wasio na mipaka limeeleza wasiwasi kuhusu kudorora uhuru wa vyombo vya habari nchini Marekani tangu Rais Donald Trump kuingia madarakani. RSF inasema Marekani inaorodhesha katika nafasi ya 57 katika orodha ya nafasi za nchi zinazoheshimu uhuru wa vyombo vya habari duniani.